Karibu sana. Leo ni siku salama kabisa baada ya kutoka kwenye mapumziko ya sikukuu. Sasa niko tayari kukupa updates za kimichezo. Habari kubwa zaidi ni kuhusiana na mahakama ya usuluhishi wa masuala ya kimichezo CAS. Wamepokea barua rasmi kutoka klabu ya Yanga juu ya malalamiko yao kwa TFF, bodi ya ligi pamoja na klabu ya Simba katika sakata la Kariakoo Derby. Utakuwa unakumbuka vizuri sana pale tarehe 8 ya mwezi Machi nini kilitokea juu ya sakata hili. Lakini walalamiko hao ambao ni TFF, bodi ya ligi na Simba wamepewa siku 10 baada ya kupokea taarifa rasmi kutoka CAS kuanza kuandaa utetezi wao, wakati mchakato wa kesi ukiwa unaanza kusikilizwa rasmi na kwa haraka. Barua hii yenye kumbukumbu namba CAS 2025 mkwaju 11/29/8 tayari imeshatumwa kwa wahusika. Sasa wewe maoni yako ni yapi juu ya sakata hili zito kabisa ambalo limechukua taswira nyingine kubwa ndani ya nchi yetu, nje ya nchi yetu, juu ya Kariakoo Derby kutopigwa tarehe 8, na taarifa rasmi ikitoka kwamba TFF walisema kwamba bodi ya ligi walisema kwamba mechi hiyo haitaweza kuchezwa baada ya kuweza kubaini baadhi ya changamoto ambazo zilikuwa zimeonekana kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini usiku majira ya saa 1 Simba kwa maelezo wao walienda kuomba uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 7 ile ya mwezi wa 3 kwa ajili ya kuweza kutumia uwanja, ikiwa ni kama kupata ile favor ya uwanja kuelekea kwenye mechi yao ya tarehe 8. Lakini kwa maelezo yao Simba wanasema walizuiliwa na mabounce ambao wao wanadai kwamba walikuwa ni wa Yanga na baadhi ya watu. Sasa baada hapo usiku wakatoa barua kwamba hawataweza kucheza mechi hiyo kwa sababu kuna vitu wanaona kama vilikuwa vimekiukwa na baadhi ya changamoto ambazo wao waliweza kuiainisha. Lakini asubuhi kupitia kwenye EFM tulisikia moja viongozi wa bodi ya ligi akisema kwamba mechi hiyo ipo. Baadaye ikatoka taarifa rasmi mechi hiyo haipo. Na baadaye Young African pia akatoa taarifa ya kwao rasmi kwamba wao wataelekea uwanjani kama vile ambavyo taratibu zinapaswa kuweza kuzingatiwa. Na baada hapo wakasema wao mechi wameshaimaliza kupitia kwa viongozi wao, kwa maana kwamba wamewasili uwanjani, wametimiza yale matakwa yote ya kimichezo. Sasa kwako wewe Mtanzania, kwako wewe mfuatiliaji wa Hope Media, una maoni yapi kuhusiana na hili sakata ambalo limekuwa likiendelea? Mimi kwangu nimekuachia maswali haya kwamba je, Yanga akishinda kesi hii itakuwaje? Je, Yanga akishindwa kesi hii itakuwaje? Bodi ya ligi iendelee kuwepo? Ijiuzuru? Haya, uwe na siku njema.